Kwa majina naitwa Emmanuel William. Mimi ni mkulima wa mazao ya matunda, mboga mboga. Nipo banda la Temeke, yani halmashauri ya Temeke kwa hapa Nane Nane. Leo nipo kwa ajili ya kuzungumzia kilimo cha matango. Karibu, kwa sababu nataka tujifunze, nataka tushare kile ambacho tunaweza kuongeza tija, kama namna kauli mbiu yetu inavyosema ya kwamba tambua soko, ongeza tija, ili kutekeleza sera ya 2050. Mkulima mwenzangu au yeyote ambaye anataka kujifunza kwa habari ya kilimo, mimi nimechagua kilimo cha matango, na hapa tupo kwenye net house, lakini net house hii inaweza kufananishwa na greenhouse. Kwa hiyo tofauti yake ni kwamba hapa tumefunika kwa net, lakini wapo ambao wanaweza kulima kwa kutumia greenhouse. Hebu nianze kwa kutoa faida za kutumia kilimo hiki cha net house ama greenhouse. Ya kwanza, kinatupa namna ya uhakika ya kudhibiti baadhi ya wadudu wasumbufu kwenye mimea yetu, lakini pia inakupa uhakika wa kuvuna kile ambacho unakitaka, kwa sababu unapanda kwa malengo na unatengeneza namna ile unayoitaka kulingana na kile ambacho unakipanda. Huko tukifanya hivyo kwa namna hiyo, kuna namna tunaiongezea thamani bidhaa yetu, kwa sababu pia natupunguzia namna ya kupiga viuatilifu vingi, kwa sababu wadudu wengi watakuwa hawaingii ndani kwa ajili ya kwenda kuathiri mimea. Lakini kuna wale ambao wanalima open. Hii sasa kidogo itakuwa ni tofauti. Wale wanaolima maeneo ya wazi, hii itakuwa ni tofauti, kwamba kuna namna nyingine ambayo utaifanya ili kuzuia nini? Wadudu. Faida mojawapo ambayo mimi nataka nikueleze kwenye hili zao la matango, mimi hapa nimetumia aina ya Shrey, lakini matango yako ya aina nyingi, aina nyingi. Kuna Telegraph, unaweza ukatumia hiyo, na aina nyingine za matango. Kwa uhalisia, kama unalima open, tunazungumzia ya kwamba unaweza kulima heka moja kwa mwachano wa nafasi wa 60 kwa 45 kwenye tuta lako. Inaweza kukupa miche zaidi ya 3500 hivi au 4500 kulingana na makadirio ya ile nafasi ulioiacha kwenye tuta lako. Lakini kiushauri, kwa sisi wakulima, tunaona ili kupata mazao mazuri ni heri uache nafasi kubwa, kwa sababu nimeona kuna baadhi ya wakulima wenzetu wanatumia nafasi ya 45 kwa 30, yani mwachano wa rula moja. Sasa ile kwenye mazao kidogo kuna tofauti unaweza ukaiona. Yule ambaye ameacha nafasi kubwa, maana yake 45 kwa 60, na huyo aliyoacha nafasi ya 45 kwa 30, tofauti yake ni kwamba kuna uwezekano huyu ambaye ameacha nafasi ndogo mimea yake kushikwa na ukungu kwa sababu ya msongamano, lakini yule ambaye ameacha nafasi kubwa kuna namna ataepuka ukungu. Na hata kwenye uzalishaji, huyu ambaye ameacha nafasi kubwa kuna uhakika wa kupata matunda yasiyopungua 15 mpaka 20 kwenye kila mmea mmoja, lakini yule ambaye ameacha nafasi atapunguza ule uzalishaji. Sasa kwa sababu tunalitambua soko, tunaongeza tija, nafikiri hii ya kupanda kwa kuacha nafasi kubwa itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu itakupa matunda mengi zaidi. Na tunakadiria kwa heka moja ambayo itakuwa na miche isiyopungua hiyo 3500 au 4500, inaweza ikakupa zaidi ya tani 25 mpaka 50. Sasa inategemea wewe uliandaje hilo shamba lako. Kwa yule ambaye atapanda kwa mwachanisho wa sentimita 30, atapanda miche zaidi ya 6000. Sasa unapanda miche mingi lakini unapata kidogo, lakini kuna atakayepanda miche michache atapata kikubwa. Sasa ushauri wangu ni nini? Naomba wakulima wenzangu na wale wadau wote wa kilimo, ni heri sasa tukiwa tunataka kufanya kilimo chochote, hasa kwenye mazao haya ya biashara, tuangalie namna nzuri ya kufanya ili tuweze kupata kitu kizuri na tupate namna ya kupata pesa ambazo tunazihitaji. Tunalima ili tupate pesa, tujikwamue kiuchumi. Sasa nikwambie ukweli, kama unaweza kuchagua zao la kufanya, basi mimi ninakushauri chagua matango, kwa sababu pia yanalika sehemu nyingi. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam,
matango kule yamekuwa na tija kubwa, watu wanayapenda na yanaenda sana. Kwa sasa hivi mpaka tunatoka Dar es Salaam kuja 88, tango moja limesimama kuanzia 500, 600 mpaka 700 tango moja. Sasa kama umepata tango ambalo unaweza ukalilima na likakupa sentimita 15 mpaka 20 tango moja, na maana thamani yake pia inaendelea kukua zaidi. Sisi watu wa Temeke hapa bandani kwetu unaweza kupata vitu vizuri, hasa kwenye hiki kilimo chetu hapa ambacho tunaweza kukuelezea hiyo namna nzuri ambayo tuko nayo. Nimezungumzia kwa habari ya mazao ambayo tunaweza tukayapata. Nilizungumzia tunaweza kupata tani 20 mpaka tani 50. Sio kwamba nimedanganya, ila na kueleza ukweli. Unajua ni kwa nini watu tunapolima hatupati mavuno tunayo yatarajia? Kwa sababu kila mkulima anapolima kuna tarajio mbele linalomsukuma yeye mpaka anaenda kulima hilo zao husika. Cha kwanza, hatufanyi ainisho, yani hatufanyi ainisho ya kwamba nitalima kwa muda fulani na kwa muda fulani nitavuna hiki na hiki na hiki. Sasa tusidanganywe wala tusikimbilie kuona zile tani nyingi ambazo zimetajwa kwamba nikilima nitazipata hizi. Hapana, lazima ujue ili hizo tani nitazipataje. Kwa hiyo kilimo ni sehemu fulani ya kuweza kuweka utulivu na kuonana na wataalamu mbalimbali wanaohusiana na mambo ya kilimo, wakushauri kwamba hapa fanya hivi. Wanapo tunazungumzia mpaka udongo, wataalamu wanasema ili zao liwe vizuri natakiwa udongo wake uwe na pH isiyopungua 6.8. Sasa unapokuwa unalima zao alafu hujui hata huo udongo unatakiwa uweje, hiyo nayo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni shauri kwa wadau wote wa kilimo na wakulima wenzangu, tuangalie hiyo namna ya hilo zao ambalo tunataka kulilima liwe na hizo stahiki nyingi ambazo tunazihitaji. Kwa habari ya mbolea, kama utakuwa hujui kwamba mbolea gani nitafanya, sijui nitaweka mbolea gani, wewe onana na wataalamu. Wataalamu watakuwezesha wewe kukupa hiyo namna nzuri. Kwenye swala zima la mbolea, hili ni swala la kitaalamu kidogo. Najua wengi tunatumia urea na sio mbaya, kwa sababu urea inapatikana maybe kwa urahisi katika eneo uliokuwa nalo. Lakini zile mbolea sasa za chumvi, mfano NPK, hizo onana na mtaalamu wa kushauri kwamba kwa kila 21 unawekaje ili itokee nini. Hiyo itakuwa ni nzuri zaidi. Niombe tena, kama unataka kupata mazao mazuri, usikae mbali na wataalamu wa kilimo. Hao mimi wamenifanya niwe hivi nilivyo na leo hii najivunia wao. Kwa hiyo mkulima mwenzangu, na kuomba onana na wataalamu wa kilimo, watakushauri kwenye swala zima la mbolea. Kwa hiyo kama utakuwa hujui, utazidisha mbolea na utaunguza mimea yako. Kwa hiyo nikuombe ndugu ambaye umekuja kujifunza kwa habari ya kilimo, njoo banda letu la Temeke. Temeke kuna wakulima ambao hawajakalilishwa, ni wakulima wa moja kwa moja ambao wanafanya hiyo kazi kwa kila siku na wako na hiyo namna kwa wakati wote mashambani kwao. Kwa pia tunawapongeza, nipongeze mkurugenzi, nipongeze na wakuu wote wa idara ya kilimo kwa namna ambavyo wanatuwezesha sisi wakulima kwa kutupa kitu ambacho kiko na uhalisia. Mimi leo naongea hapa, ukikaa vibaya utasema mimi ni mtaalamu, labda nimeenda shule na degree ya kilimo, lakini hapana, mimi ni mkulima kama wakulima wengine tu. Kwa hiyo nikusihi, nikuombe, hebu njoo banda la Temeke. Temeke kuna maajabu mengi sana. Tofauti na kilimo hiki ambacho nimekielezea, utakutana na vilimo vingi. Kuna wataalamu wa kulima mboga za aina yote unaijua wewe. Lakini pia hapa tuna wakulima wenzangu ambao nimekutana nao, ambao mimi pia wameniongezea kitu. Wanalima viungo. Nimekutana na viungo vingi. Kwa karibu banda letu la Temeke. Kuna namna utajionea nzuri ya kujifunza, kuna namna ambayo utaondoka nayo itakubadilishia mfumo wako wote wa maisha yako kwenye kilimo ambacho uko nacho. Hapa kwenye hii net house yetu yenye ukubwa wa mita 10 kwa urefu na mita 5 kwa upana, kuna miche kadhaa tu ambayo tumeipanda hapa. Lakini katika hii miche ambayo tuko nayo hapa isiyopungua labda miche 203 ambayo tuko nayo.
Kwa makadirio ya awali kabisa, mvuno ule wa kwanza naweza tukavuna kama kilo 125, na kawaida ya huu mmea unaweza kuvuna wiki 4 mpaka wiki 6, yani kila baada ya siku 2 ukavuna. Sasa kama mvuno wa kwanza utapata hizo kilo 125, tufanye tu sokoni wakati huo, kama sasa tuchukue soko la sasa hivi, kilo ni shilingi 7,000, maana yake una zaidi ya 800,000. Hebu angalia hiyo namna, kieneo hiki nilichokuwa nacho tu hapa na kwa ukubwa huo nilioutaja. Kwa hiyo kama swala la umaskini tuko nalo, tukiishi nao ni kwamba tunaupenda. Tukiishi nao ni kwamba tunaupenda. Ila kama tutakuwa tunajitoa kwa kufanya sawasawa na kile ambacho kinashauriwa na wataalamu, kilimo kinalipa. Kilimo ni furaha. Basi acha nichukue nafasi hii kukaribisha mkulima mwenzangu, lakini pia nikukaribishe wewe mjasiriamali, nikukaribishe wewe mvuvi. Yaani tunazungumzia wale wanaotumia ufugaji wa samaki, tunaita wavuvi pia. Watu wa misitu, maliasili, karibuni watu wa mifugo, wananchi na wadau wa kilimo katika banda letu la Temeke lililopo manispaa ya Morogoro. Temeke iko vizuri, Temeke iko shwari, Temeke ni brandi kubwa. Asante.